Africans umekubaliana mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Strike, mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu, mechi hii imeondolewa viingilio majukwaa yote isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B limekuwa reserved kwa wageni ambao wataalikwa. Kwa mfano tunao wanachama wetu ambao wao wanalipa ile huduma ya Black Card shilingi milioni 1. Hawa wamepewa kipaumbele, wataketi jukwaa la VIP A. Lakini pia kuna wageni waalikwa mbalimbali ambao majukwaa hayo yamekuwa reserved. Kwa hiyo Jumamosi unapoamka nyumbani ukaja Benjamin Mkapa, jua maeneo yote unaruhusiwa kwenda kuketi isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B. Lakini maeneo mengine yote Wanayanga mwenzangu unaruhusiwa kwenda kuketi. Ni ombi ambalo mmelileta kwa uongozi wa Young African Sports Club, na nikiri lilikuwa ombi gumu kweli kupita. Ilikuwa ombi gumu kweli kupita kwa sababu viongozi wana mahitaji mengi kweli sasa hivi ya kufanya. Lakini kipaumbele ambao tuko nacho sasa hivi, kipaumbele ni group stage. Ndio kipaumbele cha Yanga. Hakuna kitu kingine kwenye vichwa vyetu isipokuwa hatua ya makundi ya CAF Champions League. Kwa hiyo ombi lilikuwa gumu, lakini kwa upekee wake viongozi wameweza kucompromise vitu vyote kwa ajili yetu sisi wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Sasa basi, baada ya ombi hili kukubaliwa, ndipo ninapokwenda kwenye ajenda yangu ya 4 na ajenda yangu ya mwisho kwa siku ya leo. Tumesema hii mechi tumeiomba sisi mashabiki. Hii mechi tumeiomba sisi wanachama wa Young African Sports Club. Na tumetoa ahadi kwa viongozi wetu. Namba 1, tutakwenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Namba 2, tutakwenda kushangilia timu yetu dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Namba 3, wanachama na mashabiki wametoa ahadi wanakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Hapo matatu ni muhimu sana ndugu zanguni, tukakumbushana kia anapoitwa leo. La kwanza, tumetoa ahadi kwa viongozi, tufungulieni hayo mageti tuje hayo mundani. Namba 2, tunakuja kutengeneza hamasa, tunakuja kuwaamsha wachezaji wetu, tunakuja kutengeneza vibe ambalo haijawahi kutokea Benjamin Mkapa. Tukiwa tunaamini sauti hizi za wanachama ni sauti za ushindi, ni sauti ambazo zitakwenda kuinua morali ya wachezaji kutoka ambako iko sasa hivi iende juu kabisa kupambana kwenye pitch. Lakini la 3, tumeahidi tunakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Haya mambo yanatuhusu sisi wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young African Sports Club. Naomba nisisitize hapa, ombi hili limeombwa na wanayanga kwa viongozi wa Yanga, na viongozi wa Yanga wameruhusu ombi hili kwa wanayanga. Sasa wewe ambaye sio mwanayanga ukajiinua nyumbani ukaja Benjamin Mkapa na dhamira zako hovyo na mipango yako hovyo, tutalaumiana. Naomba nirudie hapa. Naomba nirudie vizuri hapa. Kama unakuja wewe sio mwana Yanga, unataka kuja uwanjani, njoo utulie tu uangalie game. Njoo utulie uangalie game, hamna anayezuiliwa. Lakini ukajitoa nyumbani, ukaja Benjamin Mkapa, ukawa na dhamira ya hovyo ya kufanya chochote kibaya kwa ajili ya timu yetu, tutaishi na wewe. Na sisi kugundua dakika moja tu, kwa sababu wana Yanga tunajuana.
Tukishagundua wewe sio mwenzetu na huko uwanjani, keti angalia boli, hata kugusa. Sisi hatunaga vurugu sisi. Hatunaga fujo kwenye mechi zetu. Unakuja kuangalia boli, njoo uangalie boli basi. Ukija na ajenda tofauti na sisi tutakuwa watofauti. Hili nimelisema wazi kabisa. Wazi kabisa. Mnakaribishwa. Kila mpenzi wa mpira anakaribishwa. Lakini ukija na dhamira yako tofauti kwa engo yoyote ile, tukakubaini kwamba wewe dhamira yako ni mbaya, talaumiana. Si jambo la kuficha hili. Sisi tunakwenda kwenye vita Jumamosi. Jumamosi tunakwenda kuipambania heshima ya Young African Sports Club. Hata viongozi ambao wamefanya tathmini wakaruhusu mechi hii mashabiki waingie bure pale Benjamin Mkapa, wanajua nguvu ya mashabiki wao kwenda kuisupport timu yao. Wanajua hiyo nguvu. Sasa isitokee ukaja pale kuja kuharibu hiyo dhamira nzuri ambayo viongozi wako nayo. Tutalaumiana ndugu zangu. Tutalaumiana. Kama huwezi kutulia, subiri mechi yako kaangalie. Timu ya Tanzania zinacheza 4, si ndio weekend hii unaweza kuwafuata wengine ukaangalia. Kama huwezi kuja mechi ya Yanga ukatuliza boli, tafadhali. Timu ziko 4 zinacheza, nenda kaangalie hizo. Fresh kabisa, hana daikubugu, wewe nenda kaangalie. Fresh. Lakini ukija kwetu utulie. Kwa sababu sisi Yanga siku hiyo tuna jambo letu pale la kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kuifanya. Tumeanza mkutano wenyewe. Na tumewaita hapa kimsingi nina mambo manne ya kueleza. Jambo la kwanza ni kuhusu maandalizi ya timu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumamosi dhidi ya Silver Striker ya Malawi. Timu yetu imewasili jana Dar es Salaam hapa majira ya saa 2 kamili usiku, na wachezaji wakaruhusiwa waende majumbani kwao. Lakini leo saa 6 kamili mchana timu imeingia kambini Avic Town. Sio imekwenda kufanya mazoezi, timu imeshaingia kambini. Maana yake leo mpaka siku ya mechi kwa maana ya Jumamosi, wachezaji wetu wote watakuwa wako pale Avic Town wakijiandaa na mchezo huu. Habari ya Clement Mzize tumeshaitoa hii kupitia application yetu ya Young Africans. Clement Mzize tayari ameimarika 100%, na sasa itabakia kazi kwa mwalimu wetu Patrick Mabedi kujua kama anamtumia au hamtumii. Hayo ni mipango ya kiufundi sasa. Lakini kwa maana ya utimamu wake wa kimwili, Clement Francis Mzize ameimarika kwa 100%. Jambo la tatu ambalo nimekuwa nikipokea message nyingi na simu nyingi kutoka kwa wanachama na mashabiki wetu ni kuhusu taarifa ya kocha mpya. Wakati tunatoa taarifa ya kuvunja mkataba na kocha Romain Folz, tuliongeza vitu viwili kwenye taarifa. Taarifa ya kwanza tulisema timu katika kipindi hiki itakuwa chini ya assistant wetu Patrick Mabedi, na taarifa ya pili tukaainisha kwamba mchakato wa kumtafuta kocha mkuu unaendelea. Maswali yamekuja, mchakato umefikia wapi, na kama kocha mpya akija huyo mkuu atakuwepo kwenye bench kwa maana ya Jumamosi pale Benjamin Mkapa. Hayo ni maswali ambayo wamekuwa wakiniuliza wanachama na mashabiki wa Young African Sports Club. Jibu lake, mchakato bado unaendelea wa kutafuta head coach wa klabu yetu Young Africans. Na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato, ndani ya siku 3 zijazo
pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa kikosi chetu cha Young Africans. Kwa maana hiyo, mchezo wa siku ya Jumamosi utaongozwa na caretaker wetu assistant coach Patrick Mabedi. Nafikiri nimeliweka vizuri. Mchakato huu unaendelea na ndani ya siku 3 zijazo baada ya majaliwa ya Mwenyezi Mungu mchakato unaweza kukamilika, tukawa tumeshampata kocha wetu. CV zimetumwa nyingi sana. Kuna kazi inaendelea ya kufanya tathmini ya hizo CV na kupata kilicho bora katika hizo CV nyingi ambazo zimetumwa. Lakini mchezo wa Jumamosi, kwa maana ya maandalizi ambayo yameanza leo mpaka kufikia siku ya Jumamosi, timu yetu itakuwa chini ya kocha msaidizi ambaye ndiye caretaker hapa kwa wiki hii, mwalimu wetu Patrick Mabedi. Tuna imani kubwa sana na Patrick Mabedi kwa sababu anao uzoefu wa kutosha. Mwalimu ambaye ameshakuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi na akacheza tournament kubwa mbalimbali akiwa na timu ya taifa ya Malawi. Tunaamini anaweza kuishi katika pressure hii, anaweza kukiongoza kikosi chetu, anaweza kutengeneza silaha za kutosha, tukaenda kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi na Young Africans ikaqualify kwenda hatua ya makundi inshallah. Jambo la tatu katika yale manne, la pili la nne bado. Hawa wageni Silver Striker kina uchizi nani anaitwa? Hao kina uchizi hao. Hawa bwana wanatarajia kuwasili nchini siku ya Alhamis na wataingia Tanzania kwa maana ya uwanja wa kimataifa pale Julius Kambarage majira ya 2:30 usiku. 2:30 usiku siku ya Alhamis ndio siku ambayo Silver Striker wataingia Dar es Salaam Tanzania. Wakishaingia watakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi ambayo itakuwa Ijumaa. Tutakuja kuwatangazia muda kwa sababu ni official training na waandishi mtaruhusiwa pia kwenda kuangalia mazoezi yao. Kwa hiyo nikasema niwape pia na taarifa ya hawa bwana kuja. Pengine mkahitaji kwenda kufanya coverage siku hiyo wanakuja, basi muda watakokuja ni 2:30 usiku na watafanya mazoezi siku ya Ijumaa. Jambo la tatu linahusu niseme ni message mbalimbali, jumbe ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi mbalimbali wa matawi wa klabu yetu Young Africans. Tumepokea message nyingi kutoka kwa wanachama pia wa klabu yetu Young Africans. Na kwa nukta hii niwapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ambao walisafiri kutoka Dar es Salaam Tanzania kuelekewa Malawi tena Lilongwe kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Niwapongeze sana na limekuwa jambo zuri pale Lilongwe. Bahati mbaya hatujapata matokeo mazuri. Ndio bahati mbaya. Lakini mashabiki wa Young Africans waliplay part yao 100%. Wale wa Malawi walisema ndio kwa mara ya kwanza wameshuhudia timu ngeni ikiwa na idadi kubwa ya mashabiki. Katika level ya vilabu, katika level ya timu ya taifa, hawajawahi kushuhudia wingi ule uwanjani. Kwa maana yake mashabiki na wanachama klabu yetu Young Africans walifanya jukumu lao kwa 100%. Bahati mbaya tu rehema siku ile ya ushindi haikuwa upande wetu. Na ndio maana hakuna hata mmoja katika nyie waandishi mliokuja hapa ambaye hata amegusia hilo jambo na kuwapongeza mashabiki wa Yanga kwa kujitoa tena kusafiri kuelekea Malawi kuisupport timu yao. Bahati mbaya tu uzuri wa lile tukio umefichwa na matokeo. Tumekosa matokeo na kila mmoja akaanza kujadili kuhusu mchezo, tukasahau kutoa credit kwa hawa watu ambao wamesafiri. Lakini pia kuna waandishi wa habari ambao tulisafiri kwenda Malawi, niwapongeze sana. Mmepitia changamoto nyingi njiani, taarifa nilikuwa nazipata. Niwape pole, lakini ndio kazi hiyo. Ndio kazi yenyewe hiyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu wote mmerudi salama na majukumu mengine yanaendelea. Hapo sasa kwa wanachama nilikuwa nawaambia tumepokea message nyingi sana. Jumbe mbalimbali na zote
zilikuwa zinaelekeza ombi maalum la wanachama na mashabiki wa klabu yetu kwenda kwa kamati tendaji ya Young African Sports Club. Tumeona message ya mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam mzee wetu Shabani. Tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi itolewe viingilio. Hiyo mechi tuwakabidhi wao. Hiyo mechi tuifanye kuwa ni mechi special ya mashabiki na wanachama wa Young African Sports Club kwenda kuibeba timu yao na kuipeleka hatua ya makundi. Sasa asubuhi leo viongozi wamekutana na wamelichakata hili jambo kwa picha kubwa. Of course kama mnakumbuka tulishatangaza viingilio. Tukasema mzunguko utakuwa 5,000, VIP C itakuwa 10,000, B 20 na A ikawa 30. Na alhamdulillah mwamko ukaanza kuonekana kwamba watu wanaitaka mechi ya marudiano hapa Dar es Salaam. Lakini viongozi wamekutana asubuhi leo, wamejadili maombi hayo, wamepitia hoja ambazo wanachama wameziainisha, na kimsingi wamekubaliana kulipokea na kulipitisha ombi la viongozi wa matawi na wanachama wa klabu yetu ya Young Africans. Wamelipokea na wamelipitisha. Limepita kwa staili gani? Kwanza alikuwa anakuja maombi pale kwamba sasa tufanyeni tutoe viingilio eneo la mzunguko tu, alafu huku VIP huku watu wanunue ticket kama kawaida. Lakini baada ya mchakato ule na tathmini iliyofanyika, ikagundulika watu hawa ambao wananuaga viingilio kwa maana VIP wanakuaga wahanga wakubwa, kwa sababu ukishatoa hela yako unafika pale unashindwa kwenda kwenye nafasi yako vizuri. Kwanza mpaka tumekuja kutangaza, maana yake taratibu zote za kiusalama tumeshaanza kuzifanyia kazi. Tushapata mchoro jinsi utakavyoingia, na mechi ambazo huwa zina watu wengi pale Young Africans zote tunajitahidi sana kwenye mpangilio wa watu kuingia uwanjani kwenye yale mageti makubwa. Lakini pia ombi langu kwa wanayanga ni kuwahi. Unapowahi maana yake unawahi kukwepa ule usumbufu na kuingia uwanjani. Kwa hiyo tukiwahi mapema, ikifika labda saa 9 inshallah saa 10 uwanja umejaa, maana yake tutafunga mageti, tutatangazia watu nani uwanja umejaa, tukaangalie majumbani. Kwa hiyo namba 1 tumeshafanya jukumu letu na tunaendelea kulifanya. Taratibu zote za kiusalama za watu kuingia. Namba 2 ni kuwaomba wanayanga wenyewe kuwahi. Njoo umependeza pale na jezi yako ya Yanga, njoo umependeza pale vizuri, unawahi mapema, unaketi kwenye nafasi yako, unasubiri burudani. Kwa hiyo haya mawili yakienda sambamba, panakuwa hapana purukushani. Shida ni kwamba kundi la watu 40,000 wakaja uwanjani saa 10, mechi saa 11. Hapo ndo panakuwa pana mtihani. Watu 40,000 kama wameambiana hivi wanakuja wote getini saa 10. Lakini tukiwahi mapema, maana yake tuna nafasi ya kuujaza uwanja mapema, na ndio maana mimi natamani yani ule muda wa warm up timu ilikuwa inaingia ni saa 9 ile, si ndio? Timu ndio inawasili pale. Timu tuipokee sisi, waone kabisa leo hapa hakuna discussion nyingine. Yani tena mimi natamani, nilisahau bwana mlikumbusha jana. Moja katika jukumu letu wana Yanga siku ya Jumamosi, wachezaji wanatakiwa wafeel kwa nini sisi tuko Benjamin Mkapa. Wanatakiwa wafeel jambo. Tunataka goli Benjamin Mkapa, tunapata kona, mtu anakwenda kupiga kona anatembea, pelekeni moto. Naelewa sijui? Tunataka matokeo. Tunataka tusimame nyuma ya timu yetu. Wachezaji wajue kwa nini tuko pale. Tunataka waende kwenye tempo ya juu ya kutafuta matokeo. Mwalimu kashawaandalia mpango, kashawapa. Tunaamini kwenye uzoefu wao, tunaamini kwenye quality yao.
wakifeel uwepo wa mashabiki viwanjani, sisi tunakwenda group stage asubuhi na mapema. Wakifeel ile joto kwamba leo wana Yanga wameitika, wamekuja. Wana Yanga wamekuja na wanataka leo tuende makundi. Hii aibu nani anaitaka? Hii aibu ya kubaki hapa? Hii aibu mbaya hii. Hatua ya awali. Mwenyezi Mungu atuepushe. Mwenyezi Mungu, mimi haki ya Mungu unajua nikilala hivi naona kiza. Yanga unaishije? Haupo group stage. Na una mechi ya nyumbani ya kupindua matokeo. Kwa wana Yanga tumekubali jambo la kuwa dhaifu. Tuna uwezo kupambana kuanzia leo. Ndio maana nasema kuanzia leo, kama kuna mitego tutegue. Kuanzia leo katika kila tawi. Hatuwezi kukubali aibu kama hii bwana. Mechi ya nyumbani dhidi ya Silver Striker ya Malawi. Yanga inakuwa tunaishia pale, hatuendi. Football inaweza kutokea lolote. Ndio maana tuombee itokee hilo jambo. Itakuwa jambo baya na historia mbaya wa klabu yetu. Kulidhibiti hili ni sisi kuinuka kwa pamoja. Kusema bana tumezima. Tena mimi niwaambie, sasa hivi wewe usiongee na mtu yeyote. Kwa sababu unayeongea naye hana nia njema na wewe. Asitokee mtu hapa akataka kushauri, asikushauri mtu yote kuhusu Yanga yako sasa hivi. Mwambie bwana, mimi nawe tutaongea Jumapili au Jumatatu. Sasa hivi mpango kazi ni Yanga iende makundi. Halas. Hakuna story nyingine kwenye vichwa vya Yanga sasa hivi. Na ombi letu viongozi chapokea. Yaani asubuhi tukutane Benjamin Mkapa pale. Kama una mke unataka nyumbani umwache, muage, mwambie naenda kuipeleka Yanga makundi leo. Uelewi mbebe, njoo naye. Mbebe twende leo kaone Yanga inapoingia makundi ya group stage. Sisi tutakwenda wana Yanga wenyewe kuipeleka timu yetu. Hii club kubwa zaidi ya miaka 90. Tukiwa na nguvu hii ya pamoja tukasema tunaendelea ile mechi pale. Mimi nawahakikishia wanangu, Mungu atakuwa upande wetu na tutapindua ile meza asubuhi na mapema tu. Lakini kwanza tuonyeshe sisi tumeitikia na tunataka kupindua kweli hii meza. Yaani haianzi kwa Max, inaanzia kwetu kama shabiki wa Yanga. Imekuuma juzi ulivyofungwa? Ndio. Watu wamekubeza mtandaoni? Ndio. Watu wamekuja kugongea asubuhi kusema? Ndio. Umejisikia vibaya? Ndio. Jumamosi nafasi ya kupindua yuko pale. Ulivyojisikia Jumapili, Jumatatu, leo unavyojisikia nafasi ya upekee ya kupindua hiyo hali ni Jumamosi. Usimwachie mwenzako hiyo kazi. Wakati tulipokuwa tunacheka tulichekwa wote. Kwa hiyo usimwachie mwana Yanga mwenzio kazi ya kuja kupambana pale Benjamin Mkapa. Njoo naye. Tukishajaa pale vizuri pale, wale player wakati wanaingia kufanya warm up tumejaa, alafu tunashangilia. Yes, namkumbuka Pacome nani mambo ya Warabu Belouizdad. Kabisa, yani tumekaa tunataka tushinde. Swali la pili ulizaje? Walonunua ticket. Swali zuri. Kuna ambao wameshanunua ticket. Na hao wote nimesema maeneo ambayo yamekuwa reserved ndio wanakwenda kukaa pale. Kwa hiyo tumefanya mawasiliano na wenzetu wa Ncard, tunawasiliana